Yes, mambo vipi, mambo vipi? Nimerejea tena kuwapasha habari ya jioni kwa muda kama huyu leo tarehe 15 mwaka wa 2026. Kwa majina naitwa Nelson. Ukiona katika mlima huyu, katika eneo hii unaona manteni ziko hapa, ni kwa sababu hapa ndio kuna taarifa ya ukweli ndani ya Bukavu TV. Kwa muda wetu wa saa 12 na dakika 30 kuwapasha habari ya jioni. Naendelea kuwapasha habari, kueleza kwa kweli mambo yanaendelea kwa vipi. Tafadhali, naona kasura kangu kameendelea kuzeeka, lakini najua ni kwa sababu ya hali kuendelea kuwapasha habari ya ukweli, na kwa kweli tunashukuru zaidi kuona tumefika muda wetu wa saa 12 na dakika 20 kuendelea kuwapasha habari ndani ya media Bukavu, na kwa kweli tunashukuru Mwenyezi Mungu kuona tuko usalama leo. Kwa sasa eneo ya Walikale hakuna mgogoro ama hakuna makombora zimeendelea kulipuka katika eneo ya waasi wa M23, lakini katika eneo ya waasi M23 walikuwa katika eneo hizi za Pinga na katika eneo tofauti. Leo wote kuna wale walijiondoa muda wa usiku, lakini habari ni hizi tunayeleta katika media hii. Nawaambia ngoja niambie mashabiki zangu, endelea kusubscribe, endelea kulike, endelea kucomment ili uendelee kufuatilia vipindi vyangu ama kuendelea kufuatilia ndani ya Bukavu TV. Mimi mwenyewe nawapenda zaidi mashabiki zangu. I love you so much. Tout le monde vous avez écouté la télévision Bukavu TV. C'est pour nous. Televisheni yenyu, kwa sababu mimi niko mfanyakazi wenyu na kuja kuwapasha habari ya ukweli, na hatua nikiwa ndani ya media, unajua nimekuja kuwaletea nini ama nini mashabiki zangu. Najua kama unanipenda sana, endelea kujiabone, kwa sababu endelea kupartage. Kama unanipenda sukuma tu, nakwambia copy link haraka haraka, endelea kupartage kwa marafiki zako, friend zako, tule zami, kwa sababu niamini na ajipate amesikia taarifa yetu kila mara. Tukikuwa tunaweka na walekeaga video na wapatia habari ya saa 1 kamili asubuhi, na wapasha habari ya saa tano mchana, na wapasha habari ya jioni ya saa 12:20, ama sio? Kwa sababu mimi nikiwa katika muda huyu naendelea kuwapasha habari ya uhakika. Tuelekee katika eneo sasa ya viwanja vya mapambano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama nifungue kurasa zangu mahali eneo tofauti, lakini eneo moja nataka kuanzia kwa sababu mambo jinsi yanavyobadilika katika uwanja wa mapambano, kuna vitu vinaendelea kubadilika mara kwa mara. Kwa sasa ujue wanajeshi wakiwa katika uwanja wa mapambano, kuna mengi inaweza kuwa inapitikana, lakini mara kwa mara vitu vinabadilika. Jinsi ni tofauti jinsi sisi raia ama wakaji jinsi tunavyofikiria. Katika uwanja mapambano kuna mengi na wanajeshi wana siri nyingi. Kwa kweli aweze kuja kutangaza habari zote katika barabarani ama katika uwanja yoyote. Tatizo wanaopitia watu wanajua, tatizo ama changamoto wanapitia yote aweze kuja, kwa sababu vita wanajeshi wakisema tatizo zao, sisi wakaaji tutakuwa tumekufa moyo haraka, tutajua hapa tayari vita hatutoboi. Lakini mwanajeshi anaweza kusema tayari mimi nitabomoa mahali, lakini alishajua tayari ameshindwa. Ndio maana nasikia mwanajeshi ni ule mtu anayopea wakaaji moyo, kwa sababu wawe strong. Na kwa kweli nao wanajeshi wakipata wakaaji wako strong na watapigana, kwa sababu nini? Wasiwaibishe. Na kwa kweli na wakaaji wakiombea wanajeshi, kwa kweli Mungu asababishe wafaulu, ama sio? Katika mara kwa mara anapeleka katika eneo sasa, mambo yanaenda kubadilika katika eneo ya hapo Kindu. Kindu kumepatikana tayari, habari tuko nayo jioni. Kindu kumepatikana wakaaji 9 walienda kunyanyasa wa raia katika eneo tofauti, lakini hao wakaaji walikuwa hawana silaha yoyote, walikuwa na mipanga na mikuki na visu. Hao wakaaji walionekana katika milima tofauti, lakini hao wakaaji wametafutwa mpaka kwa sasa hawajapatikana. Lakini ndani ya serikali, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia huko katika eneo ya Kindu, wanajeshi wanaenda kufanya msako ili wajue hao wakaaji walikuwa wa aina gani, kwa sababu hiyo ilikuwa ni maelezo ya population ama wa raia. Wanasema waliona watu wakienda naibia, walikuwa wanakivaa manguo ya kiraia hivi na hivi. Katika habari wapeleke sasa eneo ya Kalemi.
Habari tuko nayo tarehe 15 muda wa asubuhi nilipata habari, mpaka kwa sasa ilibidi nihakikishe kabla nikuje kuwatangazia. Kalemi kunaendelea, Kalemi kwa saizi kumeendelea mafunzo ya wanajeshi wa FARDC, wanaendelea kufanya mafunzo ya hewa ya angani ya mandege tofauti, mpaka population ama raia kutokea eneo ya huko wanaanza Kalemi, wanaanza kuwa na wasiwasi, wanajua tayari Kalemi kunataka kuwa mambo ya kubadilika, lakini tayari ripoti ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia kutokea Kalemi wametangaza kusema hizi ndege jinsi zinavyotembea kwa hewa, hizi ndege sio za vita, hazifanye vita, lakini hizi ndege ni za vita kwa kisasa, zinaendelea kufanya treni, zinaendelea kufanya information ya je watabidi wagombana na adui kupitia sehemu za hewa za angani. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media Bukavu TV, na tunashukuru sana mashabiki zangu kwa katika eneo ya Kalemi wanaenda kutupasha habari na kutuletea habari hizi. Niliwaambia kila mara kuna vitu zingine siweze kuja kuwaonyesha katika YouTube haraka haraka, kwa sababu kuna changamoto tunaweza kupata nazo watu wa YouTubers, kwa sababu kuna zile masharti YouTube inaweka tayari, unaweza kuonyesha vitu zingine zimekatazwa, hata serikali haijaruhusu watu wote kuwekeza katika mtandaoni. So unaweza kuwekeza katika mtandaoni, unakuja kupata adhara ama tatizo, kwa sababu inaweza kuja kukuaffectia ama kuharibu channel ya YouTube. Unapata kitu nene inaitwa strike ama copyright, kwa sababu ama unapata inaitwa nini, violence, una viole droit ya komavu za Biblia, vitu havijaruhusiwa na jambo ama serikali. Ndio maana kuna vitu zingine nikija kuongea naongea kwa sababu ni vitu naongea, lakini kabla sijaweza kuonesha hizo my image, na waambia katika leo kwa muda huyu nikiwapeleka sasa eneo ya saizi, tumepata taarifa kutokea eneo ya Katanga. Katanga huko sasa mambo yanaenda kubadilika. Katanga hatua population ya Katanga nao wanaendelea kufanya maandamano kusema tayari rushwa ama wanaendelea kulipishwa taksi tofauti, inabidi wapunguziwe eneo ama taksi kwa vitu tofauti. Hiyo ni malalamisho kutokea eneo ya Katanga. Nikiwapeleka eneo ya hapo sasa mji wa Shabunda, ama vipi watu wangu mnaonisikiliza, napeleka katika eneo ya Shabunda, mambo inabadilika ama mambo inaenda kubadilika katika eneo ya Shabunda, nikiwapeleka katika mto mkubwa zaidi wa Ulindi, na katika mto mwingine naitwa Kansusu, na katika mto mwingine naitwa Nduma. Huo mto kumepatikana wanajeshi wengi tofauti wakitembea mito hii, katika mistuni hii wakivuka na mito, lakini hawa wanajeshi hawajajulikana hata mno, kwa sababu waliona wako wengi zaidi kabisa. Hii ilikuwa ni habari ama wakaji kutokea mji wa Shabunda, maeneo hizi wametueleza kusema tayari Shabunda kunaanza kuingia watu wasiojulikana, na hili ni habari inaendelea kuwapasha mara kwa mara na kuambia ukweli na kuambia tayari wanajeshi wa FARDC wanaweza kuwa katika eneo hiyo. Najua tayari taarifa wamepata na wanaendelea kuweka mikataba katika njia hizo tofauti, na watu wengi wanajiuliza hao watu wanapoingia mji wa Shabunda kupitia kuvuka mito hizo wakielekea katika eneo tofauti za vijiji, hao watu ni wana gani? Kwa sababu wameona wamebeba mizigo tu bila silaha. Wameonekana ni watu wasiojulikana, lakini watu wengi wamejiuliza tayari katika eneo ya Shabunda bado waasi wa M23 hawajapenya huko. Watu wengine wanajiuliza waasi wa M23 wanaweza kuwa wanazubaisha watu katika eneo ya Uvira, kumbe wameshapenya mji wa Shabunda. Watu wengi wanajiuliza maswali kadhaa, lakini nakuja kuwapasha habari muda wa asubuhi na uhakika nijue kweli hao watu walikuwa aina gani, au walikuwa waasi wa M23 ama walikuwa ni wanajeshi wa FARDC wanaendelea kuingia ili wakifika eneo wainstale vitu zao, kwa sababu unajua mwanajeshi akiingia kuna gisi wanajeshi wanaweza kuingia, hawataki kushtua wakaaji kwa sababu ya vyombo vya silaha, kwa sababu unajua mkaaji yote akiona silaha ataogopa mno, ama sio? Lakini kwa sababu ya security ya komavu za proteger la population, kuna strategy mingi wanabidi watumie kwa sababu ya kusaidia watu ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni media ndani ya Bukavu TV, naendelea kuwapasha habari ya ukweli na habari ya uhakika katika mara kwa mara. Tunaendelea kuwashukuru sana mashabiki zangu.
endelea kusubscribe, endelea kupartage ili endelea kupasha habari zifuatazo. Hapa mji wa Uvira mpaka raia ama population wanasema hawataki MONUSCO kurejea katika mji wa Uvira, na hatua ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kurasa yao tayari ama muhuri ni kwa sababu M23 MONUSCO inabidi miliki mji wa Uvira. Mambo itaendelea kuwa vipi? Hatua wazalendo wanaendelea kujikusanya kwa wingi sana ili waendelee kupigana. Wanasema tayari wanataka kuomboa mji wa Bukavu na katika mji wa Goma. Kwa kweli wanajeshi wa wazalendo watafaulu kweli ama kutenda vipi? Ili ni habari za kuja kuwapasha muda tena wetu wa saa 1 kamili katika tarehe 16 na kuambia ukweli inaendelea kupatikana katika ndani ya media Bukavu TV. Nawapenda sana tena, nawatakia kwa kweli usiku mwema. Kila mtu awe na usiku ya uvumilivu. Naambia kila mtu awe makini, wale wako katika sehemu ya mapambano awe makini, na kwa sababu mambo yanabadilika mara kwa mara. Na natakia jioni njema, na mashabiki zangu nawapenda zaidi, muendelee kupartage na muendelee kutumia watu wengi, muendelee kupartage YouTube kwa sababu mambo yaendelee kuwa mazuri zaidi. I love you, nawatakia usiku mwema. Chao chao, Mungu aende kuwabariki, ama sio?